Mtazamaji wa Bao Media Channel popote pale ambako unatazama na kufuatilia taarifa za kwetu, basi nikwambie karibu sana. Ziko nyingi za kihabari ambazo zimechomoza na pasi na hiana tutakwenda kuzifahamu kwa kina kabisa hii leo. Yapi makubwa ambayo yameweza kujiri? Ni kauli ya baba mzazi wa Diamond Platnumz baada ya Zuchu kujifungua: nilienda hospitali wakanifukuza, mimi maskini sina kitu. Haya, karibu endelea kusubscribe, kushare, like na comment. Official Rose D on the microphone. Huyu ni baba mzazi wa msanii maarufu wa muziki Tanzania Diamond Platnumz, ambaye ametoa kauli yenye kugusa hisia akieleza nia yake ya kwenda kumuona mtoto wa mwanae, yani mjukuu wake, huku akisisitiza kuwa licha changamoto za maisha, upendo na dua ni miongoni mwa zawadi kubwa ambazo mtu anaweza kutoa kwa mtoto aliyezaliwa. Katika kauli yake, mzazi huyo alisema kuwa endapo Mwenyezi Mungu atampa wepesi na uwezo wa kufanya hivyo, basi atakwenda kumtembelea mtoto huyo kwa lengo la kumuombea dua na kumtakia maisha mema. Na amesema pia hata kama hatakuwa na uwezo wa kwenda na zawadi kubwa au mali nyingi, bado atahakikisha kwamba anafanikisha salamu zake na baraka za dua kwa mtoto huyo. Bana, kauli hiyo mtazamaji imeonyesha namna ambavyo wazazi wanaweza kuwa na upendo mkubwa kwa watoto wao na wajukuu bila kujali tofauti za hali ya maisha. Lakini pia baba huyo amesema kuwa wao ni watu wa hali ya chini, hivyo huenda asiwe na uwezo wa kuandaa zawadi ya gharama kubwa, lakini hilo halitakuwa kikwazo kwake kutimiza wajibu wake wa kifamilia. Hakuishia hapo, ameeleza kuwa dua ina nafasi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, akisisitiza kwamba mali si kitu katika maisha. Na kwa mtazamo wake, mtu anaweza kuwa na utajiri mkubwa, lakini katika nyakati za mwisho za maisha yake, kitu muhimu kinachoweza kubaki ni maombi na dua kutoka kwa watu ambao wanampenda. So kauli yake hiyo imeweza kuibua mijadala kuhusu thamani ya upendo wa kifamilia na umuhimu wa kuthamini mambo ya msingi kuliko kuangalia thamani ya zawadi au uwezo wa kifedha. Lakini pia kwa baba huyo, zawadi anayoweza kutoa kwa mtoto wa Diamond si lazima iwe ya gharama kubwa, bali inaweza kuwa ni ishara ndogo yenye maana kubwa ya upendo. Anaongeza kwamba hata kama hatakuwa na uwezo wa kutoa kitu kikubwa, basi atajaribu kutafuta zawadi ndogo tu kama vile toy ya mtoto ili kumpelekea. Sasa hatua hiyo, kwa mujibu wa kauli yake, ni sehemu ya kuonyesha upendo na furaha yake kwa ujio wa mtoto huyo. Ujumbe huo pia unaonyesha namna ambavyo kuzaliwa kwa mtoto basi kunaweza kuwa ni tukio la furaha ambalo linawakutanishwa na familia na kuimarisha uhusiano wao. Kwa familia Diamond Platnumz, ujio wa mtoto wake wa kike umeendelea kuvuta hisia za mashabiki na watu mbalimbali, huko kila mmoja akitoa salamu za dua na kwa mtoto huyo. Kufuatilia kauli ya baba mzazi wa Diamond Platnumz kwenye interview ambavyo amefanya, basi wambea wametoboa siri kwa kudai kuwa baba huyo alifika hospitalini wakamkataza kuingia kumuona mtoto kwa vile hakwenda na kitu. Lakini pia hakuna mahusiano mazuri baina yake na Diamond, ila kwenye hizi interview baba huyo katumia busara tu kuweza kuficha ukweli wa mambo ambayo yalijiri, kwamba alifukuzwa, hakutakiwa kumuona mjukuu wake. Diamond anamjali sana mwanamke lakini pia mama yake kuliko baba yake mzazi, licha kuwa mpaka sasa bado wanatumia ubini wa jina lake, yani Mzee Abdole. Mimi ninatamatisha mtazamaji. Maoni yako ni yapi? Endelea kuandika comment ya kwako, wakati mwingine tutaangazia.